Shoga yangu, naona kweli una raha. Mume wako anakujali. Na ndo kama nilivyokuambia, amenipatia milioni 12. Na hiyo yote naweka kwenye biashara. Can you imagine hiyo biashara itakuwaje? Wewe. Hapo sikia, ngoja nifuate maji, maana tumetembea sana. Basi sawa, usijali. Nimekuweka sana ndugu yangu. Hilo mdada na matatizo jamani. Muda mfupi tu nimetoka kuchukua maji kalala. Jenny. Jenny. We Jenny. Jenny. Usibae, mimi nimerudi, nimetoka kuchukua maji ndo nimerudi. Kwani vipi? Una shida gani wewe? Nahisi kichwa kinaniuma sana. Siko sawa, naomba niende nyumbani. Nyumbani? Je, sisi tumekubaliana kwamba unafika hapo unakaa kwangu siku nzima. Sasa nyumbani tena vipi jamani? Hapana shoga yangu, nitakuja siku nyingine. Naomba niwe nyumbani sasa hivi. Nisikilize. Najua utakuwa umekaukiwa maji. Unywe kwanza ya maji maana tumetembea sana. Kunywa maji. Nimesema nitakuja siku nyingine. Naomba niende nyumbani. Jenny, siku nyingine. Na umefuata nini hapo? Naongea na wewe aliyekwambia nataka kuiona sura yako sebuleni hapa nani? Hivyo umetumwa eh? Mtu ametoka kule hapa sielewi kinachoendelea na unakuja kuniharibia siku yangu. Hebu rudi ndani huko. Toka hapo. Yaani watu wengine sijui koje mtu hapa mimi sielewi kinachoendelea na anakuja kunichafulia siku yangu hapa. Mshenzi mkubwa wewe. Kwa hiyo ina maana umeshindwa kabisa kufanya kazi nilokuagiza, si ndio? Sofia, huenda wewe kunielewa kwenye maelekezo yangu. Mimi nilifanya kila kitu ulichoniagiza. Nilifika pale, naye akaomba afate maji ya kunywa. Ndipo mimi nilichukua perfume ili nipulizie. Lakini ghafla sikuelewa kilichoendelea. Nilijikuta tu nimelala. Na nilipoamka, sikuiona tena ile perfume. Mjinga mkubwa wewe. Ina maana perfume ambayo nimeitafuta kwa gharama kubwa, wewe umeamua kuipoteza kipumbavu namna hiyo. Hivi, Jenny, unadhani kuna mtu anaweza akaelewa upumbavu wa namna hiyo? Hivi, unaweza ukaniambia hiyo perfume umeipotezaje? Alafu, mpaka inapotea, wewe ulikuwa wapi? Alafu, kwanza mwandani mlikuwa wangapi? Sofia, nyumba nzima hakukuwa na watu wengine zaidi ya sisi wawili tu. Inawezekanaje? Inawezekanaje yani perfume inapotea ndani na watu mlikuwa wawili tu? Alafu, Jenny, hujui hicho kiperfume nimekipata kwa gharama gani? Unachotakiwa kufanya, Kindege anatakiwa kufa kwa gharama yoyote ile. Umenielewa? Sasa naomba unisikilize. Nahitaji mchanga wa mguu wa kushoto wa Kindege. Na utakapoacha kufanya hivyo, dhahiri shahili nitajua upo kinyume na mimi na nitajua cha kufanya. Basi sawa. Nitafanya hivyo kwa uangalifu mkubwa sana. Jenny,
unatakiwa kujua mioyo yetu imegubikwa na kisasi kikubwa sana juu ya Kindege. Hivyo basi Kindege anatakiwa afe ili agano letu liweze kutimia. Basi sawa. Sawa. Wawe, sikia. Nisikilize vizuri we Mshangingi. Nimekubali kukupeleka kwa Basha yako, lakini kwa sharti moja tu. Ikatokea tumeenda kwa Basha yako afu dakika za mwisho mkajifanya kama vile kunichenjia. Oa. Yaani ukajifanya kama vile mmenigeuka. Lazima kati yenu mmoja wapo mchinji utampitia mgongoni mwake au usoni. Yaani lazima mchinji utampalasa. Sitocheka na mtu yote. Tuondoke kwa Basha yako nikakutetee. Kweli umekubali kunipeleka kakaangu? Asante sana, Mungu akubariki. Ndo kama hivyo hapo wenyewe, tusebe mwandiko tufutike kwanza kunichoresha road hapa. Sawa, twende ni huko. We mpumbavu. Naona kila ninachokuambia humu ndani unaweza kukifanya. Mara mwisho nimekwambia mwambie Beni utaki kukaa humu ndani, lakini bado umeng'ania kukaa humu ndani. Isitoshe mume wangu ameanza kutumia pesa ovyo kwa ajili yako wewe. Anakaa huko anaanza kuchukulia nguo na kuletea humu ndani eti uvae wewe. Sasa nisikilize, hii nyumba sio ya baba yako. Usifanye nyumba kama baba yako, umenisikia wewe? Yaani wewe kimbwa kidogo umesababisha mpaka mume wangu ananyanyua mkono kunipiga mimi. Mume wangu hajai nipiga toka anioe, lakini umefika humu ndani nimeanza kupigwa vibao ovyo ovyo. Sasa nisikilize, hii nyumba sio ya baba yako. Umenisikia wewe? Lakini aunti, mbona nilimwambia niondoke ukakataa mwenyewe? Mpumbavu wewe. Kwa hiyo nikiongea naye kwa ishara hujui kujiongeza wewe. Hiki kichwa chako hakijui kujiongeza. Ulishindwa kumwambia Beni mimi nataka niondoke kangania tu nataka nikae humu ndani unajichekesha chekesha. Sasa nisikilize. Kwa kuwa umeamua kukaa humu ndani, utakaa kwa masharti yangu mimi. Na zile nguo ulizoletewa utavaa mpaka nitapotaka mimi. Humu ndani kazi utafanya, kila kitu ninachotaka unifanyie utanifanyia. Umenielewa wewe? Umenielewa? Toaga sauti mdomo wako juu kuongea, umenielewa? Ndio. Wewe. Asante sana kakangu kwa kukubali kwenda kuongea na mume wangu. Unajua kama ungekataa kama Mdaure, kwa kweli nilikuwa nimejisikia vibaya sana. Ila kwa vile umekubali, asante sana, Mungu akubariki. Tatizo lako unaongea sana. Unaongea sana kama vile leo tunajuana. Wewe nishakwambia twende. Sasa kuniletea sio asante sana, asante kwasi. Kwa hiyo kumbe huyu shetani tukiwa nyumbani ananigizia. Analeta zile drama zake, analialia tu kama mshenzi. Mume wangu akiwa huku mtaani anakuwa kama yuko kwenye uwanja wa Mkapa. Yuko na ushoga yake sijui hawala yake. Wanatembea tena wanacheka pamoja. Alafu akifika nyumbani naomba msamaha mume wangu, si imeenda imerudi. Kwa kumbe huu ndo mchezo wake. Hanijui vizuri huyo binti. Kwa huu shetani anaoonyesha kwenye haya mazingira. Alafu na mimi nimeshuhudia kwa macho yangu. Ile picha nililiona hapa. Naenda nyumbani, akija na muhakikishia kwamba akirudi hakutakuwa na amani, kwa sababu nitamuonyesha kwamba maharage sio mboga. Anachezea hivi mimi kweli? Hivi. Basi sawa, watu waone. Vipi mtoto? Mbona umeniita kwa sauti kubwa kiasi hicho? Dada, unaumwa? Ndiyo, kichwa kinanisumbua. Yaani kinauma kiasi kwamba hadi nahisi kizunguzungu. Pole sana. Kimekuanza muda gani? Kina muda mrefu?
Hapana, akina muda mrefu sana, lakini toka nilipotoka kazini nasikia kama kichwa kiko sawa kabisa, yaani kinaniuma sana. Oh, Mungu wangu. Ngoja nijaribu kukusaidia. Chukua hii dawa. Usiogope, dawa hii imesaidia watu wengi. Bibi yangu alikuwa akiwatibia wagonjwa wengi wenye maumivu ya kichwa, na alikuwa wengi wao anapona. Na imani kama utaiamini, takusaidia na wewe pia. Okay. Yeke katika pua yako kwenye tundu la kushoto, na hakikisha tundu la kulia umeliziba, kisha uvute harufu ndani. Usiogope, fanya tena. Natumaini itakuwa imeshafanya kazi, maana wagonjwa wengi wa bibi huwa akimaliza anakuaga hivyo hivyo. Kwani unajisikiaje? Ndiyo, hapa sasa hivi sisikii tena maumivu ya kichwa, najisikia kabisa niko sawa. Maumivu ya kichwa yani ghafla tu yamepotea na sijui hata imekuwaje. Nadhani ni kwa sababu ya hii dawa yako. Wow, hakika Mungu ni mkubwa. Hiyo dawa waga inafanya kazi haraka sana. Ya, ni kweli. Asante mtoto mzuri. Na hii yote ni kwa sababu yako. Unaweza ukaitupa. Okay. Basi sawa, mimi nikutakia safari njema. Hapana, subiri kwanza. Asante sana mtoto mzuri. Maana nilikuwa nimeshashindwa mpaka kutembea. Lakini nimeshakuwa sawa sasa, na imani nitafika nyumbani salama. Alafu naomba nikupatie zawadi. Hii hapa zawadi yako. Hapana, mimi sikukusaidia ili nilipe. Hapana, najua. Lakini mimi nimekupa tu kama zawadi, yani kama moja ya shukrani yangu kwako. Kwa naomba upokee. Unaweza ukaenda kununua chochote. Asante, lakini mimi sijafanya kwa ajili ya pesa. Naelewa mtoto mzuri. Hii hapa ni kwa ajili yako. Naomba tafadhali upokee. Pia kwa ajili yangu. Chukua. Hii hapo utanunua chochote ambacho utakuwa unakihitaji. Basi sawa, nashukuru. Acha niende maana nimetumwa. Okay, hata usijali. Halafu samani, sijakujua hata jina. Unaitwa nani? Mimi naitwa Baby Supu. Unaitwa Baby Supu? Ndiyo. Wow, jina zuri sana kama wewe ulivyo. Je, wewe pia unaitwa nani? Mimi naitwa Madam Janeti. Oh, Janeti, jina zuri. Basi sawa Janeti, kuwa na safari njema. Basi sawa, nimefurahi sana kukutana na wewe mtoto. Bye. Okay, kwaheri.
Sofia, maelekezo yako ya kwanza tayari yamekamilika. Mchanga ninao mkononi. Basi sawa. Karibu sana kakaangu. Hapa ndo nyumbani kwangu na pia na imani mume wangu Farida, hivi unajua katika wanawake majasiri wajinga nimewakutana nao kwenye maisha yangu, wewe unaweza kuwa namba 1? Unajua hilo? Yaani umeona haitoshi kufanya ujinga, kufanya uchafu kwenye nyumba yangu, sasa hivi unaamua kwenda kujitawala hata ukiwa huko mtaani. Yaani leo nimekushuhudia kwa macho yangu huko na huyo miguu ya bata mpumbavu, mnabusiana mbele za watu, mnachekeana, mnakumbatiana. Halafu kurudi nyumbani unakuja unanichekea mume wangu, sijui nini, unaomba msamaha wa kipumbavu wa drama. Kumbe ni uongo mtupu, malaya mshenzi kabisa wewe. Yaani ulihisi mimi siko nyumbani? Umeenda kumtafuta mpumbavu wako, umemkokota, umemleta nyumbani, mnye tena mfanye ule uzinzi wenu mliofanya pale bafuni. Na kuuliza, ulienda kumleta ili mfanye tena hapa nyumbani tena? Mwanamke mshenzi, tabia sana wewe. Wewe unaleta kikozi cha banki kwenye nyumba yangu, unakoa mbele yangu kwenye mji wangu. Yaani mwenzako Harmonize anatumia kikozi chake akiwa studio, alafu wewe unaleta kikozi kwenye nyumba yangu tena unakoa ukiwa na mke wangu. Hivi unajitambua mzee? Na wewe ni ndege ambaye nakufuga mimi mwenyewe. Kwa hiyo wakati wowote naweza nikakushika, nikakuchinja, nikakufanya chochote. Ila leo nataka nimuonyeshe huyo mpumbavu, nimtoe ngeba ili ajue kwamba kucheza na mke wa mtu ni sumu. Alafu nimtitie mapanga na vitu vingine ili atoke tetanasi huko aweze kujitibia, ama ikiwezekana nimchinje kabisa, nimmalize. Mzee, unacheka? Unacheka? Yaani unanichekea mimi? Wewe huyo? Yaani umetoka na mke wangu mara ya mwisho afu unanichekea mbele yake tena. Shenzi mmoja. Hela yote ya nini? Au nimpe anti tu humu ndani? Lakini je, atanielewa? Wewe yaani nilijua kabisa mawazo yangu mimi hawezi akaenda mbali na kila ambacho, yaani najua kabisa hiki ni ukweli. Wewe mtoto, nilijua kabisa ni jambazi, tena jambazi mmoja uliyekubuu. Umeingia ndani kutumaliza. Umeona haitoshi, hela zote zinatumika kwa ajili yako, umeamua kuingia ndani kuseti hela na kuanza kuiba. Unaweza kaniambia hela umeitoa wapi? Auntie, hela humu ndani ni hela yangu. Ni yako Umeajiriwa mwenzetu, kuna kazi unaifanya, unalipwa mshahara. Nisikize wewe mpumbavu. Yaani nilijua kabisa hawezi chokolaka karuka nyumba zote akaja kujitengesha kwenye geti langu. Kumbe ndani umetumwa. Sasa leo nataka nikufinyange, nikubamize uniambie leo kutuma ndani akina nani. Si umekuja kwenye uizi? Umekuja kuniibia, unataka kunimaliza. Kwanza lete hela, lete hizi. Hey! 20. Wewe mtoto ni mwizi kweli. Yaani umeshindwa kubeba hata 200 humo ndani, umeshindwa. Umeenda kubeba 20. Unajua napata kitu gani mimi hapa? Nataka leo nikufinyange. Wewe mtoto nikukamate nikukande. Unieleze leo. Ngoja nikufumue. Acha! Vipi hapa? Mbona unapiga makelele mpaka majirani wanashinda kukaa kwa amani? Yaani nashukuru Mungu mume wangu amekuleta muda mwafaka. Yaani kakuleta muda wenyewe. Mimi kila siku nilikuwa nikiongea naye kuhusu mtoto, naona kama mimi nina roho mbaya. Mpaka kanipiga na vibao, kanichalaza vibao hapa eti mimi namsingizia huyu mtoto. Namuonea. Sasa nikwambie huyu jambazi unemtetea ni mwizi aliyekubuu. Umeiona hii pesa baba? Huyu kabeba. Mwizi? Ni mwizi, naongea na wewe. Hii hela ameibeba 20,000 yangu hii hapa kaiba. Wewe nisikilize vizuri, naomba uniambie ukweli. Hizi pesa umetoa wapi?
Hiyo pesa ni yangu. Nimeipata huko alikokuwa amenituma anti. Alipokuwa amekutuma? Umezipata kivipi yani? Kuna dada mmoja alinipatia. Akakupa? Yani akakupa wewe kimisingi ipi? Alikuwa amenionyesha hela. Na nikamukuta nikanipa hiyo. Tumeisha Beni. Yaani umeona kabisa jambazi ana mbinu zote, apite hapa ili yani kabisa okoke. Huyu mtoto ni mwizi Beni, nielewe, mtoto ni mwizi. Nisikilize vizuri mke wangu. Haina haja ya kupiga kelele yoyote. Kwani wewe hujasikiliza alichokizungumza? Na kama umekisikiliza, kwani wewe ulikuwa umepoteza shilingi ngapi? Yaani Beni iko hivi. Mimi nguo kabla sijaivaa nilitundika, kuna hapo tunapoweka nguo nilitundika na nikaeka hela humo. Hasa muda nakuja kuivaa na kagua mifuko yote hela hamna. Natoka hapa sebele namkuta nayo huyu. Ndio sawa. Hela yako ambayo hamna ilikuwa ni shilingi ngapi? Nilikuwa ni 20,000 ndio hii nimemkamata nayo huyu hapa ameibeba. Anyway, nisikize vizuri. Hebu mke wangu jisearch kwenye ungo unasema ulikuwa umetia pesa yako. Beni, mimi siwezi nikasachi vibaya. Mimi nishasema hela humu hamna. Yaani hamna mimi Na hiyo ni nini? Asa Beni, mimi hela nakumbuka kweli. Niliangalia na haikuwepo. Hizo tamaa sasa unazoleta. Tena tamaa kweli kweli hizo. Sikiliza, hebu tuache vurugu zozote, mpatie pesa yake. Nimpe hela kivipi sasa Beni? Yaani mtu nimpe hela na mpaje? Hizi ni dalili kabisa za uwizi, sio kwamba Beni mimi nakosea. Hizi ni dalili kabisa za uwizi. Haiwezekani awe na 20 na mimi niwe na 20. Mimi siwezi kumpa. Unasemaje wewe? Mimi hela Beni simpi kabisa hela mimi. Kindege, nitakubabua wewe. Nitakutoboa. Mpatie pesa yake bana. Mimi siwezi kumpa Beni. Yaani kusema kweli mimi hela siwezi kumpa. Mmoja mpe pesa yake. Nakwambia mpe pesa yake. Mpe pesa yake. Shenzi kabisa. Hivyo una roho gani wewe? Mbona una roho mbaya? Yaani una roho fulani kama la buibui, si ng'ombe, si nyoka. Unashindwa yaani mtoto mdogo tu hela inakutoa imani 20,000. Unatumia shilingi ngapi? Yaani Beni watezo wako mimi hujanipa nafasi kabisa. Yaani mimi kila kitu ninachoongea naona mbaya huko ndani. Kwani mtoto amekupa nini wewe? Eti Beni amekupa nini? Wewe unaona poko sawa? Nisikize, hebu toka hapa. Toka bana. Toka. Hala. Wewe mke wangu vipi wewe umerogwa? Wewe una mashetani wewe? Hello. Pole sana mtoto. Asante sana. Kwani vipi? Alikuwa ameshakupiga? Hapana. Pole sana. Asante sana. Hakikisha unaitunza pesa yako sehemu nzuri, sawa? Asante kwa kunisaidia Mkobelo. Usijali, usilie basi mtoto mzuri. Sawa? Usilie. Kila kitu kitakuwa sawa, sawa? Sawa. Hakuna marefu yasiokuwa na ncha. Na pia jitahidi kula kama daktari alivyosema, ili pia mifupa yako iweze kuungana kwa wakati, sawa?